Kuna taarifa za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba kuzileta moja kwa moja. Baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuamua kusalimu amri wa uongozi wake hapa Tanzania. Kabla ya taarifa hizi, ikiwa wewe ni mgeni, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Na cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe kwa undani. Hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan amesalimu amri. Vile unavyotazama hewani, unapotazama screen yako, unaona hapo kando kuna John Heche, na hapo kando kuna Tundu Lissu, na hapo juu kuna huyu ambaye anaitwa Kenani Kihongosi. Hapo chini wameandika ya kwamba Heche na Lissu wajitokeze tuweke mdahalo. Kihongosi ndiye amesema hayo. Sasa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa sasa hapa Tanzania amesalimu amri kwa sababu alikuwa na nia ya kuwafunga Tundu Lissu akina John Heche, yaani kuzuia mrengo wa upinzani. Sasa ametumia itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kihongosi kusalimu amri kwa kuwaita Tundu Lissu ambaye ni kiongozi mwenyekiti wa kitaifa katika Chama cha Maendeleo na Demokrasia na makamu wake John Heche waweze kukubali kujitokeza, wakae mezani kwa mazungumzo. Sasa hatimaye msimamo ambao Suluhu alikuwa nao, kuwakandamiza, kufuta chama cha Chadema, kumfunga Tundu Lissu, amemtumia Kihongosi ambaye ni itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi kuwaomba Lissu na Heche kujitokeza waweze kuwa na mazungumzo. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan ameona kufaulu katika kesi ya Tundu Lissu ni ngumu. Ameona kufaulu kukifuta chama cha Chadema ni ngumu. Ila tu asalimu amri, atumie viongozi wake wa CCM kuwaomba viongozi wa mrengo upinzani wakubali mazungumzo. Wakae mezani, wajadiliane, wakubaliane ni kipi ambacho kinastahili kurekebishwa hapa na pale, ili serikali yake iwe na amani, kwa sababu sasa hivi serikali yake haina amani. Hata wakati Lissu anapofikishwa mahakamani, watu wanamshangilia wakimuita rais, ili hali aliyejichagua kuwa rais Samia Suluhu Hassan akitazama vile upendo unaendelea kukithiri mizizi ama kuenea zaidi kwa Tundu Lissu. Sasa amekubali waweze kuwa na mazungumzo. Na kuna taarifa zingine ambazo ziliweza kutufikia kwamba Samia Suluhu Hassan amekuwa akisumbua sana familia ya Tundu Lissu kwa kuilazimisha, kuipembeleza waweze kuzungumzia Lissu mwenyewe kule gerezani Ukonga aweze kukubali mazungumzo, na familia yake iliweza kujitokeza na kutueleza kwa undani hayo yote, kwamba serikali ya Samia imekuwa ikijaribu mbinu zote kuwapembeleza wazungumzie Lissu akubali mazungumzo ili atoke gerezani, wakubaliane kwa meza. Na sasa hivi tumeona kiongozi huyu ambaye anaitwa Kihongosi, yani ni kiongozi Kihongosi, anazungumza kwamba Lissu na Heche wakuje mezani wawe na mazungumzo ili kuleta amani katika taifa la Tanzania. Unajua Lissu aliweza kushitakiwa na kosa la uhaini, na katika sheria za Tanzania mwaka 1977 uhaini ni kifo, hamna dhamana ikiwa utapatikana na kosa hilo. Lakini imeonekana wazi wakati Tundu Lissu anapofikishwa mahakamani anajitetea, na wale mashahidi wa jamhuri ama upande wa serikali wanashindwa kutoa ushahidi wa kusababisha Lissu kufungwa gerezani.
Sasa wameona kesi hii imegonga mwamba. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ameona hii kesi imegonga mwamba na siasa zinaendelea kunoga zaidi, haswa katika chama cha Chadema na Tundu Lissu na John Heche. Sasa wanataka kutumia njia ya mkato kuwapembeleza kuwa na mazungumzo ili kuzuia uenezi wa kushika siasa za hali ya juu vile zimeanza kutanda kwa Lissu na John Heche. Lissu amefungiwa gerezani kwa zaidi ya miezi 11 sasa, kwa sababu aliweza kushikwa mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 9, na hadi sasa ni zaidi ya siku 330 na tunakaribia mwaka. Ni kwa sababu ya siasa zilizofanyika hapa Tanzania, siasa za kuzuia Lissu kuwania kiti cha urais ili Samia Suluhu Hassan aweze kufaulu, kwa sababu aliona ni ngumu yeye kufaulu katika kiti cha urais. Sasa vile hali ilivyo, serikali ya Samia inataka tena zaidi, yaani wajaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba Lissu amekubali aende Ikulu, wakae mezani, wawe na mazungumzo ili kumaliza tofauti za kisiasa, ili kuleta umoja katika taifa la Tanzania, kwa sababu wameona Umoja wa Mataifa umeanza kumlenga Samia Suluhu Hassan kwamba uchunguzi wa maafa uweze kufanyika nchini Tanzania na Lissu aweze kuachiliwa pasipokuwa na sharti lolote. Haya yote ndiyo yanasababisha Suluhu Hassan kuogopa, kwa sababu sasa hivi taifa la Tanzania limeweza kupoteza umaarufu wake, haswa kwa amani, kufungiwa misaada ambayo ilikuwa inatumwa kutoka mataifa mbalimbali kama Sweden, Canada, Marekani, Umoja wa Ulaya. Mabilioni yaliweza kuzuiliwa kutumwa katika taifa la Tanzania, na haya yote yanasababishwa kwa sababu ya maafa na kufungwa kwa Tundu Lissu. Sasa wanataka Tundu Lissu aweze kukubali wawe na mazungumzo ili waweze kurejesha ile picha halisi ya Tanzania, waone kama watapata zile benefits ambazo walikuwa wanazipata kupitia misaada kutoka mataifa mbali. Lakini kufikia sasa mrengo wa upinzani umesimama na msimamo wao kwa kusema ya kwamba hawezi kukubali mazungumzo, ila tu kuwekwa gerezani kwa Tundu Lissu ni kwa sababu ya siasa na anastahili kuachiliwa, lakini kujisalimisha hawawezi kujisalimisha kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akitumia viongozi wa CCM kupembeleza Suluhu aweze kukubali mazungumzo, na mazungumzo haya tutasubiri tuone kama yatapatikana, kama yatafanyika, na tutakuwa katika mstari wa mbele kuwafahamisha hayo yote ikiwa yanaweza kushuhudiwa katika taifa letu la Tanzania. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji wa Tanzania ITV, ndipo natia kikomo kufahamisha yale ambayo yanaendelea haswa hapa Tanzania. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele, tukutane baadaye na taarifa zingine.